Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Bwana wetu Yesu Kristo azidi kupewa sifa sana na kuzidi kuinuliwa sana na kuzidi kutukuzwa sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, muumbaji wa mbingu na nchi, ndiye Baba yetu wa mbinguni na duniani, kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, nasi tunamshukuru Mungu kwa nafasi hii. Yeye ni Mungu wetu na Baba yetu, ambaye ndiye Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo aliyemtuma kwetu wamejifunua kwetu. Tumepata kumjua yeye aliyetuchagua, ameona vyema kutupa ufalme na kutupa nafasi hii ya sisi kulisikia neno lake la ufalme. Haleluya. Ninayesema nawe ni Mama Elwa, Jesus is the way, na kukaribisha sana katika ibada hii, na ibada tulionao ni ibada ya kujifunza neno la Mungu na maombi kwa jinsi vile ambavyo Roho Mtakatifu wa Mungu amekusudia iwe. Imani yako yote weka kwa Mungu na kwenye neno lake ambalo latosha kabisa kukuokoa ewe mwanadamu. Haleluya. Na ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu ameuachilia unasema ya kwamba tujitafakari, je, ndani ya ufalme wa Mungu wewe unatumika au unatumikiwa? Ni neno zuri sana na kila mmoja analihitaji. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndani ya ufalme wa Mungu unatumika au unatumikiwa? Tutakwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Asante Bwana Yesu, kwa kuwa ni mwema sana, kwa maana fadhili zako ni za milele. Tuseme nini Baba juu ya nafasi uliotupa? Tuseme nini Baba juu ya damu yako ya agano jipya iliyomwagika kwa ajili yetu, kwa msamaha wa dhambi, kwa ondoleo la dhambi, kwa kutufutia kabisa na makosa yote na maovu yetu yote, na kwa damu yako Yesu sisi tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu pa mbinguni katika jina la Yesu. Baba, nasema asante kwa ajili yangu na kwa ajili ya wateule wako katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Hakika Bwana, wapo walio wako, waliokombolewa kwa damu yako, walionunuliwa kwa damu yako, uliowachagua toka mwanzo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Niseme nini Baba juu ya mama huyu, juu ya baba huyu, juu ya kijana huyu, juu ya binti huyu, juu ya wazee hawa, juu ya watoto hawa Bwana, ambao Mungu umewachagua. Na ninakushukuru kwa neno lako ambalo Baba umeliweka kinywa changu nipate kulisema Bwana, kwa kuwa Baba unakwenda kujibu maswali ya watoto wako kwa neno lako Bwana. Unakwenda kufufua mioyo iliyokufa kwa neno lako Yesu. Unaponya sasa, unawisha, unafufua roho zetu, nafsi zetu na miili yetu katika jina la Yesu. Na roho yule yule aliyemfufua Kristo ndiye ambaye anatenda kazi sasa kulithibitisha neno hili ya kwamba ni la kwako na limetoka kwako. Tuseme nini juu ya haya Baba? Uko upande wetu sisi, hakuna chochote kitakachokuwa juu yetu. Hata sasa Bwana tumeuona wokovu wako. Hata sasa Baba tumeona ukitenda. Wewe ndiwe ni Ebeneza. Niseme nini juu ya shuhuda za wateule wako kwa ajili ya utukufu wako? Kwa kuwa yote Baba tuyafanyayo kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, tunayafanya yote kwa jina la Yesu, na jina lako Yesu linatukuzwa kwa shuhuda hizi Baba. Sante Roho Mtakatifu. Asante kwa kumgusa mama huyu, baba huyu, binti huyu, kijana huyu, watoto wa wazee hawa Baba, katika agano la damu yako takatifu inazidi kuingia nao patakatifu patakatifu kwenye kiti cha rehema na neema Bwana. Mungu wangu na Baba yangu, sante kwa damu yako ya msamaha ya rehema na neema juu yangu na juu yao. Damu yako endelee kutuosha na kutusafisha kila wakati, kila siku itapo leo, kwa kadri siku ile inavyokaribia. Sante Bwana Yesu, wema wako watosha. Sema nasi Baba kwa jinsi ambavyo umekusudia kusema nasi, na neno lako Bwana likazidi kufanyika majibu juu yetu, na neno lako Bwana Yesu likazidi kuwa mwanga kwenye kila eneo la maisha yetu,
Na hili neno Baba, kile ninapopita, neno lako Bwana Yesu ni moto na upanga zaidi ya upanga ukatao kuwili. Basi Baba, likazidi kutushindia vita vyote vya siri na vya wazi. Asante Bwana Yesu, kwa kuwa sisi ni washindi zaidi ya washindi, kwa kuwa ndani yako wewe uliye neno, sisi tunakwenda, tunaishi na kuwa na uhai wetu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nina neno fupi juu yako, mtoto wa Mungu unayenisikiliza. Jitafakari, je, ndani ya ufalme wa Mungu wewe unatumika au unatumikiwa? Na Roho Mtakatifu wa Mungu aliye mwalimu wa walimu amfundishe kila mmoja wetu na kutupa hatua nyingine kabisa ya imani hata imani, utukufu hadi utukufu. Jitafakari, ndani ya ufalme wa Mungu unatumika au unatumikiwa? Kwa nini? Kwa sababu wewe kutumika au wewe kutumikiwa ndio kutakufanya uwe juu au uwe chini, uwe mkubwa au uwe mdogo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mtoto wa Mungu, ni lazima ujue neno la Mungu linakwambia wewe uliyemwamini Bwana Yesu umefanyika kuwa mwanafunzi wake. Kila aliyemwamini Yesu anafanyika kuwa mwanafunzi wake, na wewe ni mmoja wa kiungo katika mwili wake Kristo. Kwa sababu hiyo una kazi ya kufanya katika mwili wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu linatuambia sisi ni viungo katika mwili wa Bwana Yesu, na ili mwili wa Kristo upate kukamilika ni lazima kila mmoja akae kwenye nafasi yake. Sasa jitambue kwamba ulipomwamini Yesu wewe ni mwanafunzi wake na wewe ni kiungo katika mwili wake. Kwa hiyo kama wewe ni moja ya kiungo katika mwili wa Kristo, basi ujue kuna viungo vingine vinakutegemea wewe, ili kazi ya huduma katika mwili wa Kristo hapa duniani itendeke na ili mwili wa Kristo ukamilike. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa Bwana Yesu ametufundisha watumishi wake ndani ya ufalme wa Mungu jinsi utendaji kazi wetu, ya kwamba ni tofauti na utendaji kazi wa wale watumishi wanaotumika duniani. Yaani tofauti, ukiwa kwenye ufalme wa Mungu, ndani ya ufalme wa Mungu, utendaji kazi wako, uongozi wetu sisi ni tofauti kabisa na wale viongozi wa duniani ambao labda tunawaita maraisi, wafalme, yani mawaziri. Sisi utendaji wetu kazi ni tofauti. Sasa unaweza ukawa raisi na ukawa umeokoka, sawa, lakini utendaji kazi wako utakuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu sasa haina maana kwamba ukiwa umeokoka huwezi kuwa kiongozi. Hapana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana neno la Mungu linatuthibitishia kuna wafalme walikuwepo akina Daudi, kuna wafalme waliomjua Mungu na wakawepo na wakawa viongozi huku wakilitumikia kusudi la Mungu. Sasa leo nataka nikuonyeshe kwamba utendaji wetu kazi sisi unatofautiana vipi na ule utendaji wa viongozi wa duniani. Manake uongozi katika ufalme wa Mungu uko tofauti na uongozi wa duniani. Sasa utofauti huu ni huu ambao tunaupata katika Mathayo 20 ule mstari wa 25 mpaka 28, ambapo Yesu mwenyewe ametufundisha. Anasema hivi: Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha, lakini haitakuwa hivyo kwenu. Umeelewa mpaka hapo? Anasema wakuu wa mataifa
huwatawala kwa nguvu. Yaani viongozi wa dunia hii wanatawala kwa nguvu na wanawatumikisha, lakini haitokuwa hivyo kwenu. Kumbuka alikuwa anaongea na wanafunzi wake, na leo hii anaongea na sisi ambao wewe kama umekubali wewe ni mwanafunzi wa Yesu, basi neno hili linakuhusu. Na kumbuka, kumtumikia Mungu sio tu kushika, yani sio lazima kila mtu ashike Biblia akae madhabahuni au uwe unahubiri kama hivi. Kusudi la Mungu la wewe kukuweka hapo ulipo ni nini? Bwana Yesu apewe sifa sana. Anasema haitokuwa hivyo kwenu, bali mtu yoyote, anaendelea kusema, anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu yoyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Nitarudia kusoma hapa. Yesu akawaita akasema, na leo hii Yesu anaongea na sisi neno hili. Anatuambia hivi, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha, lakini haitokuwa hivyo kwenu, bali mtu yoyote katikati yetu sisi anayetaka kuwa mkubwa katikati yetu sisi na awe mtumishi wenu, na mtu yoyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu, kama vile mwana wa Adamu, yani Yesu, asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kuitoa nafsi yake iwe fidia kwa wengi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitakuelezea hapa upate kuelewa, na Roho wa Mungu apate kutakasa masikio yetu na mioyo yetu tupate kuelewa. Wapendwa, hapa Bwana Yesu baada ya kugundua mawazo ya wanafunzi yanawaza nani atakuwa mkubwa katikati yao, nani atakuwa na cheo na kuwatawala wengine, akaanza kuwafundisha ya kwamba wakuu wa dunia hii, yani wenye vyeo wa dunia hii, wanatafuta kutawala wengine kwa nguvu na kuwatumikisha wengine. Lakini kwetu sisi wanafunzi wake Yesu haitakiwi kuwa hivi. Anasema, bali kwetu sisi tunatakiwa kutumika. Hebu sema, ninatakiwa kutumika na sio kutumikiwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kumbuka nimekuambia wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo. Sasa viungo hivi vyote, kama wewe ni mkono, basi ujue kwamba kuna mwili huu unakutegemea wewe. Kuna vitu vinakutegemea wewe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anasema bali kwetu sisi tunatakiwa kutumika na sio kutumikiwa. Na kwetu sisi wanafunzi wake, anayetaka kuwa mkubwa lazima katikati ya wanafunzi mtu huyu ajiweke katika hali ya udogo. Maana yake uwe na utayari wa kujishusha, kujinyenyekeza na kuwatumikia wengine. Tena anasema kwa upendo, sio kwa ukali. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anayetaka kuwa mkubwa lazima uwe na utayari wa kujishusha, kuwatumikia wengine kwa upendo, sio kwa ukali. Kwa sababu wale wa duniani wanawatumikisha wengine kwa ukali, wanawatawala wengine kwa ukali. Sisi ni tofauti. Sisi tunatakiwa tulionyeshe pendo la Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na anasema pointi nyingine ya kwamba, na kwetu sisi mtu anayetaka kuwa wa kwanza, yani kuwa bosi, kuwa kiongozi, lazima mtu huyu awe na utayari wa kuwa mtumwa kwanza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na amesema pointi nyingine hapo, na anatuambia kama yeye alivyokuja duniani ili atumike na sio kutumikiwa, basi tumuige yeye Yesu. Maana yake hakuwa na lengo la kutumikiwa, basi yatupasa sisi tuwe kama yeye. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndugu yangu unayenisikiza, tukumbuke anaongea haya ni huyu Bwana Yesu tunayesema tunamtumikia.
Kwa hiyo huyu bosi wetu Yesu, kwa wewe unayejiita mtumishi wa Mungu au mtumishi wa Bwana Yesu na unatumika ndani ya ufalme wa Mungu hapa duniani, hebu kwa neno hili jitafakari sana. Je, una utofauti na watumishi wa duniani? Yamkini una tabia ya kutaka kutumikiwa badala ya kutumika. Yamkini unatembea katika hali ya kutaka kuwa mkuu, kujiinua na kutaka kuinuliwa na kutaka kupewa sifa, wakati neno la Mungu linakwambia unatakiwa uwe mtumwa, uwatumikie wanafunzi wa Yesu. Yamkini unatembea katika hali ya kutaka kunyenyekewa, wakati unatakiwa kunyenyekea, kulinyenyekea kanisa la Mungu. Kumbuka, huo ndio mwili wa Kristo. Yamkini unawaongoza wanafunzi wa Bwana Yesu katika hali ya ukali kwa nia ya kuwajengea watoto wa Mungu hofu, ili wakuogope wewe na kukuinamia wewe, wafanye chochote unachotaka wewe, hata kama ni kinyume na neno la Mungu. Yaani ili mradi wewe unajitwalia utukufu, ili mradi wewe unainuliwa, badala ya kuongoza watoto wa Mungu kwa upendo kama Kristo Yesu Bwana wetu alivyolipenda kanisa. Sasa jichunguze kama uko katika hali hiyo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Roho Mungu ameniachilia hili neno. Hizi ni nyakati za mwisho. Ile roho ya shetani ile inafanya kazi, na tunaona imefikia kipindi, yani imefikia mpaka unakuta mtumishi wa Mungu anasujudiwa, na huyu anajiita ni mtumishi wa Mungu. Yani anataka kuinuliwa, anataka kupewa sifa, anataka, sio tena yeye hatumiki, yeye anatumikiwa. Sasa Bwana Yesu anasema haitakiwi kwetu kuwa hivyo. Tunatakiwa tutumike, tujitoe kama Kristo alivyojitoa kuutumikia mwili wake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa nifanyeje Mama El? Kama umejipima kwa neno hili na umejiona una tabia ya kutumikiwa au kutumikisha badala ya kutumika, wewe unataka kunyenyekewa badala ya kunyenyekea, yaani wewe hauna utofauti na viongozi au watawala wa dunia hii, basi kwa neno hili ya kupasa ugeuke na utubu na ubadilike, na umwambie Mungu Baba akusaidie kukupa moyo unyenyekevu katika kulitumikia kanisa lake. Na cha pili, mtoto wa Mungu yote unayenisikia, ukiona upo kwenye madhabahu na hapo huyo mtumishi, haijalishi anajiita jina gani, ni mchungaji, ni nabii, ni mtume, ukimwona ana tabia hizo hapo ambazo tumezitaja, basi ya kupasa umuombee huyo mtumishi. Muombee kwa mzigo, kwa sababu bila kumwombea hamtajua maanguko ya madhabahu hiyo yanakuja saa ngapi. Kama ilivyoandikwa katika neno la Mungu la Luka 14 mstari wa 11, ya kwamba kwa maana kila ajikwezae atashushwa, naye ajishushae atakwezwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na neno la Mungu linatuambia katika Luka 10 mstari wa 1 na wa 2, Yesu anasema hapa, basi baada ya hayo Bwana Yesu aliweka na wengine, neno la Mungu linasema, baada ya hayo Bwana Yesu aliweka na wengine 70, akawatuma wawili, akawatuma, ni watumishi hao, wamtangulie kwenda kila mji wa kila mahali. Ni wanafunzi hao Yesu amewatuma. Sisi ni watumwa wa Bwana Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anasema wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Mtumishi wa Mungu unayenisikia, Mungu anataka kwenye kanisa lake, kwenye huduma zake zote, anataka watenda kazi, sio watendewa kazi. Anataka
watoto wake, wanafunzi wake watende kazi. Anasema mavuno ni mengi sana, lakini walio na utayari wa kutenda kazi, wa kutumika, sio kutumikiwa, ni wachache. Na anasema tumuombe Bwana wa mavuno apeleke watendakazi mashambani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Maana mavuno yake ni mengi sana, lakini watendakazi ndio wachache. Maana yake watu ni wengi wenye kiu na njaa ya ufalme wa Mungu, lakini watenda kazi ndio wachache. Lazima uwe na ufahamu huu ili usije ukalewa na cheo, usilewe na heshima za watu. Mtumishi wa Mungu naye nisikia, usilewe na cheo. Haijalishi umejiita jina gani. Utambue unaweza ukawa na cheo, ukawa na jina la askofu, mchungaji au mtume au nabii, lakini hautendi kazi. Wewe unataka kutendewa kazi. Haujaifikia ile hali ya wewe kutaka kuwa mtumwa, kumtumikia Kristo, kuutumikia mwili wake. Lakini wewe umejiinua juu, unakuwa bosi, unasahau. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuna watu wamesimama na hivyo vyeo, wanajikuta yani hata kusafisha kanisa labda wanaona hii ni kazi ya wale watu wa chini. Yani kwamba yeye yuko juu, yeye ni wa kusimama madhabahuni tu. Yeye hawezi kusafisha hata viti vya kanisa, hawezi kufagia. Yani ukifikia mahali hapo, huwezi kujua anguko lako litakuja saa ngapi. Kazi ya Mungu haina udogo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu alipokuchagua kufanya kazi, amekuchagua hapo, na anasema vile viungo vidogo kabisa katika mwili ambavyo vinadharaulika ndio viungo vinavyofanya kazi na ndio vinavyohitajika sana. Amesema katika neno lake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ni kama miili yetu hii tunavyoona. Tunaweza tukaona jicho ni kidogo. Labda tukawa na akili kwamba miguu ndio ina umuhimu kuliko jicho, lakini jicho moja likitoka ndio utajua umuhimu wake. Kwa hiyo ndivyo ilivyo katika mwili wa Kristo. Wapendwa, tusifikie tukawa na vyeo, tukalewa majina. Yale majina, sijui nisemaje, hayatufikishi popote. Tukasahau ya kwamba kule mbinguni tutavikwa taji na kila kazi ya mtu itapimwa. Kwa hiyo tuwe na tayari. Neno la Mungu linasema tuwe na utayari wakati ufaao na usiofaa. Sioni kama ni shida kwa askofu kusafisha kanisa. Sioni kama ni shida. Sioni kama ni shida kupangusa viti. Sioni kama ni shida kuinua speaker kupeleka sehemu nyingine. Sioni hiyo kama ni shida. Yani ukishafikia kwamba hizi kazi ni za hawa chini, we kazi yako ni ya juu, sijui ni wewe unapima kazi au ni yule aliyekuita anapima kazi. Yeye yule aliyetuita sisi, nitarudia maandiko, anasema hivi. Neno la Mungu linasema, Yesu akawaita akasema, mwajua kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha, lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yoyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu yoyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kuitoa nafsi yake iwe fidia kwa wengi. Na sisi lazima tusikie hichi alichotufundisha Bwana Yesu. Na mtoto wa Mungu, mwanafunzi wa Bwana Yesu unayenisikia sasa, sisi tumepewa kazi ya kumuomba Mungu Baba ainue watendakazi na kuwapeleka mashambani. Maana yake kupeleka kwa watoto wake wenye kiu. Maana mavuno ni mengi sana na shida ni watendakazi. Wengi wanataka kutendewa kazi. Watendakazi wamekuwa wachache katika ufalme wa Mungu. Watendakazi wamekuwa wachache katika ufalme wa Mungu. Mavuno ni mengi. Wakati huu watu wana kiu. Watu wana kiu ya neno la Mungu. Watu wana kiu ya kutaka kujua upendo wa Kristo. Wewe unauonyesha upendo wa Kristo kwa kiasi gani? Bwana Yesu apewe sifa sana. Unawapita tu wenye njaa? Unawapita tu walio wajane na maskini? Unatenda kazi gani katika mwili wa Kristo ambao
kwa hicho Mungu yani watu watasema hakika huyu ana Mungu ndani yake. Hakika kupitia hili na nitakwenda kufunga na kumshukuru Mungu kwa tendo hili ulilonifanyia Mama El. Nitamshukuru Mungu kwa ajili yako. Ni wangapi wanachukua hata muda wa kufunga kwa kile ambacho wewe umekifanya, lakini wenyewe wanachukua muda wa kufunga kumwambia Baba asante. Asante kwa maisha uliompa mama huyu. Asante kwa maisha uliompa baba huyu. Amekuwa baraka kwangu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yesu anasema mnapomfanyia mmoja wa hao walio wadogo, mnamfanyia yeye. Mmoja wa hao katika ufalme wake unamfanyia yeye. Na siku ile tutashangaa, tutamwambia Bwana Yesu, ni lini si tulikulisha? Ni lini tulikuvisha? Ni lini Bwana Yesu? Ni lini tulikupangusa miguu? Ni lini tulikufuta machozi? Ni lini tulikufariji? Atajibu, atasema, wakati mmemfanyia mmoja wa hao, mlinifanyia mimi. Yani yeye Yesu. Na Roho wa Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Emvu funga macho yako, tusali, tuombe. Oh, haleluya. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako la uzima. Kwa jina lako Bwana Yesu, ninasema asante. Asante kwa kunichagua mimi kulisikia neno lako. Asante kwa kunithamini sana. Baba, katika jina la Yesu, ninakusihi Baba upate kunisamehe. Popote nilipotaka kutumikiwa badala ya kutumika. Popote ambapo sikuisikia sauti yako wakati inaniambia nitumike katika ufalme wako. Bwana Yesu, katika agano la damu yako takatifu ya agano jipya, naomba kuoshwa sasa. Ninaomba mwanzo mpya. Roho Mtakatifu wa Mungu nisaidie. Roho Mtakatifu wa Mungu nifunulie ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu, nipate kuyafanya. Bwana Yesu, ninakuomba unibane madhabahuni mwako siku zote za maisha yangu, ni kuabudu na kukutumikia wewe uliye hai. Baba, katika jina la Yesu, nifanye kuwa mtenda kazi katika shamba lako. Kama ulivyosema mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Baba, niko tayari. Sasa kama hauna utayari usiseme uko tayari. Umenisikia eh? Kama hauko tayari kumtumikia Mungu usiseme uko tayari. Kwa ambaye uko tayari sema, Bwana Yesu, niko tayari kukutumikia. Niko tayari kufanya kazi na wewe. Najiweka wafu kwako kwa damu yako ya agano jipya. Damu ya Yesu ya agano jipya. Bwana Yesu, nitumie jinsi unavyotaka kunitumia. Maana mimi ni wa kwako na wewe ni wa kwangu milele. Baba, inua na watenda kazi wengi mashambani mwako. Kwa jina la Yesu Kristo na kuomba, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Peleka watenda kazi mashambani, kwa kuwa mavuno ni mengi. Kwa kuwa mavuno ni mengi Bwana, na wakati umekaribia. Ni katika agano la damu ya Yesu, ninatamka kwa jina la Yesu, kukutumikia Bwana Yesu, kuifanya kazi yako, kuitenda kazi yako kwa utukufu wa jina la Yesu, nikiongozwa na Roho wako Mtakatifu, na neno lako Bwana likizidi kunisafisha kila siku itwapo leo. Baba, ninoe jinsi unavyotaka kuninoa. Nitumie jinsi unavyotaka kunitumia. Wito wako kazidi kusikika usiku na mchana ndani yangu. Baba, niwekee kiu ya kuyafanya mapenzi yako. Kwa maana kwa ajili yako Bwana Yesu ninaishi. Hakika ndani yako ninakwenda, ninaishi na kuwa na uhai wangu milele. Katika jina la Yesu. Haleluya. Uliniumba ni kuabudu. Uliniumba ni kuabudu. Yesu, uliniumba ni kuabudu
mimi ni kazi ya mikono yako. Uliniumba ni kuabudu. Baba, uliniumba ni kuabudu. Uliniumba ni kutumikie. Uliniumba ni kutumikie. Yesu, uliniumba ni kutumikie. Kwa ajili yako mimi naishi. Uliniumba ni kutumikie. Yesu, uliniumba ni kutumikie. Uliniumba ni kutumikie. Uliniumba ni kutumikie. Bwana Yesu, uliniumba ni kutumikie. Kwa ajili yako mimi naishi. Uliniumba ni kutumikie. Yesu, uliniumba ni kutumikie. Mimi ni kazi ya mikono yako. Uliniumba ni kutumikie. Yesu, uliniumba ni kutumikie. Asante Baba Mungu wa mbinguni, kwa maana wito wako Bwana umesema hauna majuto. Heri anayekutumaini wewe Bwana hatoaibika milele. Hakika hatutoaibika milele, kwa kuwa sisi tumekukimbilia wewe, na kwako Baba tutatumika mpaka dakika ya mwisho, kwa utukufu wa jina lako Yesu, mwana wa Mungu uliye hai ni wewe. Sante Roho Mtakatifu wa Mungu, utendaye kazi ndani yetu, na kama ulivyosema miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, ni nyumba ya Mungu Baba aliye hai. Baba, ninaimwagia miili yetu damu ya Yesu, ikakutumikie wewe Bwana, katika jina la Yesu. Tutumie jinsi unavyotaka kututumia, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Na Mungu Baba akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718293144, na namba nyingine ni +255 769145925. Damu Yesu ikufunike, songa mbele. Yesu ndiye Bwana.